majina naitwa Staff Sergeant Emmanuel Luta, ni mkuu wa kitengo cha operesheni zimamoto na uokozi mkoa wa Katavi. Leo mnamo saa 3 tumepokea taarifa ya tukio la mtu kuonekana akielea kwenye dimbwi la maji. Tumefika kwenye eneo la tukio, tumemkuta mtu ndio yupo kwenye eneo hilo. Askari wamefanya jitihada za kumtoa, ametoka. Mwili tumekabidhi kwa jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Mimi wananchi na washauri tu wachukue tahadhari na wawe makini kwa popote wanakopita. Kwa mfano kipindi cha mvua ni vema zaidi wasiweze kuchukulia tu urahisi kuvuka sehemu ambazo zina maji au maji yanapita kwa kasi, mtu akasema kwamba hapa nafahamu ngoja nipite tu. Hapana. Kama unaona maji sehemu unayoifahamu ndio maji yako mengi yanapita, chukua tahadhari. Alafu na mengine zaidi, matukio yanawezekana yakawa ya kiharifu mengine. Kama hakuna sababu ya kutembea usiku bila sababu ya msingi, tulia tu sehemu yako tu. Tuweze kuepuka mengi. Kwa majina naitwa Ibrahim Ali Msanda, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli. Kuhusu taarifa za mwananchi ambao amefariki kwenye dimbwi la maji, tumepokea kutoka kwa wananchi wengine ambao walikuwa wametembelea eneo hilo ambalo nyuma lilikuwa linafanyika kazi ya ufyatuaji wa tofali. Baada ya kufika pale tukakuta kweli mwili upo unaelea juu ya dimbwi la maji, na hatua zilizochukuliwa haraka ni kuwasiliana na jeshi la zimamoto na uokoaji. Tuliwapigia simu, niliwasiliana nao na kwa bahati nzuri wakawahi kufika eneo la tukio, lakini pia tukawasiliana na jeshi la polisi, nao pia wakawahi kufika kwa haraka eneo la tukio. Ndipo sasa utaratibu wa kutoa mwili kwenye maji ukafanyika, na baada ya mwili kutolewa tukaona ni mtu ambaye hatambuliki. Tuliwatangazia wananchi walioko hapa, kila mmoja aweze kutambua, pengine kama kuna ndugu au jamaa au rafiki wa karibu anaweza kautambua mwili ule, lakini zoezi lilishindikana, hakuna aliyeutambua mwili. Kwa hiyo jeshi la zimamoto na uokoaji tumewakabidhi mwili huo baada ya kutoa, na wameondoka nao kwa ajili ya uchunguzi mwingine zaidi ambao unaendelea. Tulifanya utaratibu wa msachi, kwa maana kuangalia mifukoni, pengine labda anaweza kuwa na vitambulisho au vipalata ambavyo vinaonyesha taarifa zake binafsi, lakini pia hatujakuta kitu chochote. Tumekuta mifuko iko wazi, hatujakuta ana kitu chochote, lakini hajafahamika, lakini anakadiriwa kuwa na umri angalau wa miaka 45 hivi. Wito wangu kwa wananchi, kwanza hofu isiwepo, kwa sababu mtaa wetu wa Mpanda Hoteli uko salama. Kama unavyoiona mkoa wa Katavi ukiwa salama, basi na Mpanda Hoteli iko salama hivyo. Kwa wananchi ni waombe wasiwe na hofu. Tusubiri sasa taarifa za jeshi la polisi. Baada ya uchunguzi watatuambia tukio hili limesababishwa na nini, maana mpaka sasa hatuelewi. Huyu mtu alikuwa amelewa, huyu mtu ameuawa, ametupiwa kwenye maji, huyu mtu ana ugonjwa wa kifafa, hatuelewi tukio lilivyo. Kwa hiyo tusubiri jeshi la polisi baada ya kufanya uchunguzi litatuthibitishia tukio hili chanzo chake haswa ni nini. Lakini wito wangu kwa wananchi wasiwe na hofu. Shughuli za uzalishaji, shughuli za kibinadamu za kawaida za kutafuta mkate wa kila siku ziendelee kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa kweli tukio nilipokea wala hajanifurahisha, sababu nimeamka asubuhi sijui kinachoendelea. Nina zangu mashineni kuchukua unga, nafika hapo watoto wanakuja kuniambia kuna mtu amezama kwenye maji. Yuko wapi? Nikawa tumeenda. Kufika kuta kwa mtu amezama kwenye maji. Ndio tukaanza huyu kijana kaenda kunawa, kama amemuona na yeye. Ndio tukamtafuta mwenyekiti, ndio mwenyekiti akawa anakuja. Kwa hiyo ni tukio nimesikitisha. Umeona kumekuwa ndio dampo la kuja kufia watu huko. Kama mimi jirani roho inaniuma sana. Sababu ipo siku mtu amekufa nyuma ya nyumba, labda tumemuua. Kumbe watu wanajua kutupia huko watu. Kwa hiyo naomba kama serikali, hata kama ni usiku, patrol zipite paka huko chini. Kwa sababu hata patrol usiku wazipiti. Majina naitwa Jonas George Lioba. Kwa kweli kusema kweli kwamba ile tukio mimi mwenyewe mojawapo limenitisha sana. Kwa sababu hii sehemu imekuwa ni sehemu kama vile inataka kututisha hadi sisi wafanyakazi wa mazingira haya. Kuna tukio la kwanza limetokea hapa, tukio la pili limetokea mazingira haya, na hili pia la tatu leo. Maana matukio ambayo yanatokea ni usiku tu, tunaamka tunakuta vitu ambavyo vinatatanisha. Kwa hiyo tunapata wasiwasi sisi kama wananchi. Kwa hiyo tunaomba serikali jaribu kuliangalia hili jambo kwa umakini zaidi. Majina naitwa Ernest Kiseko,
mkazi wa Mpanda Hoteli. Ni tukio la kihuzuni, kwa tumepokea kihuzuni kwa sababu ni tukio ambalo tukio la maafa, sio tukio zuri. Imepatikana katika mtaa wetu wa Mpanda Hoteli. Kwa hiyo na jinsi mtu alivyofariki sio kwa mazingira mazuri. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.